Yes, karibu sana katika Film Online, na sisi tupo hapa kukujuza kuhusu mambo mbalimbali ambayo yana trend hapa town na kuweza kupata habari kuhusu mastaa wako ambao unawapenda. Sasa moja kati ya habari ambayo ina trend this time around, especially kwenye hizi social platforms na mitandao mbalimbali ya kijamii, nazungumzia Instagram, Twitter pamoja na TikTok, ni kuhusu msanii mrembo kutoka katika record label ya The African Princess, na mzungumzia Yami. Baada ya kudumu kwa zaidi ya miaka miwili, msanii Yasin Shabani almaarufu Yami ametamatisha rasmi ushirikiano wake na lebo ya The African Princess iliyopo chini ya msanii Official Nandy. Lebo hiyo imetoa taarifa ikieleza kuwa wamemaliza mkataba wao wa makubaliano ya kirafiki, huku wakimpongeza msanii huyo kwa mafanikio aliyoyapata chini ya usimamizi wao. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Yami amesema kwamba anaelekea level mpya baada ya kupata wawekezaji wapya watakaomsukuma mbele zaidi kisanaa. The African Princess label imesisitiza kuwa kuondoka kwa Yami ni nafasi ya kufungua milango kwa vipaji vipya, na wanamtakia kila laheri katika hatua yake mpya. Kwa hiyo msanii kutoka katika record label ya The African Princess maarufu anaitwa Yami. Hizi ni habari ambazo zimekuwa confirmed na record label ya The African Princess, lakini pia wao wenyewe wameweza kutoa maelezo kwamba ni nafasi ama ni open gates kwa baadhi ya artists wengine ambao huenda wakapata nafasi katika record label hii kubwa ambayo iko chini ya msanii Nandy. So by the way, ni kitu ambacho kikubwa, lakini pia watu wanajiuliza kwamba mkataba wa kirafiki ambao ulikuwepo kati ya Nandy na Yami, lakini pia ni time ambayo Yami sasa hivi inabidi aweze kupata ile airtime ama kuzidi kuwa msanii mkubwa na kufika katika level ile ambayo alikuwepo Nandy. Lakini pia ile progress ya msanii Yami, tumeona ushirikiano wake na baadhi ya mastaa kama vile Mbosso, lakini pia mwaka 2024 2025 ni time ambayo Yami aliweza kugain momentum na kuwa mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri hapa East Africa. Lakini this time around guys, tumepata in exclusive, lakini baadhi ya expert mbalimbali wanauliza kwamba hawa wanajiuliza inawezekana kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea kati ya Yami na bosi wake ambaye ni Official Nandy. Aidha kuna chaos ama ile conflict ambayo imeweza kutokea na wameshindwa ku settle down ama kuzungumza kipi ambacho kimepelekea kwa msanii huyu kuweza ku terminate contract ama kustopishiwa mkataba wake na record label ya The African Princess. So by the way, naambia hapo chini kwenye comment section kwamba unaonaje, je, kulikuwa na tofauti ambayo inaendelea kati ya Yami pamoja na huyu Nandy or whatever. So guys, naambia hapo chini, lakini pia sasa hapa Film Online kwa habari zaidi. Bye bye and see you to the next one. Ciao.